hili ya juma umetupa kibali cha Baba kuwepo mbele zako. Baba wa rehema, tukiwa tayari tena kuendelea Baba kusikia kutoka kwako. Kiu yetu Baba ni tukujue wewe katika mwaka huu Bwana. Neno lako Baba liumbe watakatifu wako. Neno lako lifungue vifungo vyote. Neno lako liwarejeshe Baba katika asili yako uliyowaumba nao Baba wa rehema. Hata wale wanaotufuatilia kutoka nchi za nje Baba wa rehema, wanachukua nafasi zao Baba kutulia na kutufuatilia kwenye Facebook, YouTube, Periscope na hata Twitter Baba mweza wa yote. Baba, umbali isiwe Baba kikwazo kwa wote waliopo mbali. Neno lako Baba wa rehema liwaguse Baba kwa mguso wa kipekee. Neno lako Baba likifanya tena uumbaji tena. Neno lako liendelee kutamia taifa letu, viongozi wetu Baba na hata uchumi wetu Baba. Neno lako Baba ipatanishe hata viongozi wetu wa kitaifa Baba wa rehema na wa kidini. Neno lako izidi kudumisha amani katika nchi yetu. Na Baba, nchi Baba ikisimama katika ramani ya ulimwengu wa kiroho na kuvusha wengi kama nchi ilivyosimama katika ulimwengu wa kawaida na kuvusha mataifa mengi Baba wa rehema kupata Baba wa rehema uhuru yao. Ninalitukuza jina lako, maana shetani na wakala wake Baba wameshindwa kwa jina la Yesu. Baba, mikataba yote ya Freemason imeshindwa kwa jina la Yesu. Nguvu yote ya kuzimu imeshindwa kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, neema yako ikamate Baba mikoa yote, ikamate maeneo yote, anga, nchi na makusanyiko ya maji. Na Baba, neno lako likiinuka juu tena, na Baba watu wakipata kufahamu ukweli wako, na ukweli huo ukiwaweka huru, tunawaelekeza wote Baba katika jina la Yesu mara ya pili, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha yangu leo tena kuwepo mbele ya watakatifu wa Bwana kwa muda mchache Mungu aliyenipa ili apate kunitumia kama bomba inayepitisha maji. Bila shaka namshukuru Mungu kwa ajili ya leo hata mimi kufanyika kuwa ni bomba. Lakini je, bomba inaweza kujiona kama ni muhimu kuliko aliyeitengeneza, hata aliyeinunua na kuiweka mahali? So mwenye bomba ni muhimu kuliko bomba. Ashukuriwe Bwana, maana leo tena yuko katikati yetu, na ni kwa sababu wawili ama watatu wakitupo pamoja na kutaja jina lake, naye uwepo wake udhihirika katikati ya watu wake. Jana tunamshukuru Mungu tulipitia kitabu cha Yoshua sura ya 3 na tukaona lile tukio ya kuvuka mto Yordani. Tukaona kabisa ya kuwa ikawa tofauti na jinsi ambayo watu hao ndugu zao baba zao na Caleb na Yoshua walipovuka ile bahari ya Sham. Maana bahari iliwapisha kwanza, bahari ilitindika, lakini kutokana na upepo mkali wa kisulisuli, na ndipo sasa wakaanza kutembea. Lakini tukaona jana ya kuwa habari za mto Yordani ilikuwa tofauti, na hata kuhusu waliyekuwa wanabeba sanduku la agano, waliyekuwa ni wale wako wapi, hawakuamrishwa kubeba sanduku la agano, bali sanduku la agano tunaona Mungu akimwamrisha Joshua ili waambie makwani ndio wabebe sanduku la agano, lakini watangulie mbele za wana wa Israeli. Tofauti ya kitu kama dhiraa 2000 ni kama maili 1000, na kama mita 1000 na ni kama maili 1 ama kilomita 1. Na wakitangulia kufika pale katika mto Yordani iliyekuwa imefurika, maana ilikuwa ni kipindi cha mavuno. Kipindi cha mavuno ilikuwa lini? Ilikuwa ni kwenye mwezi wa 3 kuelekea mwezi wa 4. Na cha ajabu leo na habari njema ya kwa wana wa Israeli walitoka kipindi cha Pasaka, lakini wana wa Israeli wanaingia nchi ya ahadi wakati wa Pasaka. Umeona jinsi inavyokuwa patamu. So hii kuvuka mto Yordani ilikuwa ni mwendelezo wa kuvukwa kwa ile bahari ya Sham. Nilisema kuwa kuvukwa kwa bahari ya Sham ilikuwa ni ishara ya ubatizo wa maji mengi, lakini kuvukwa kwa mto Yordani ilikuwa ni ishara ya nini?
ilikuwa ni ishara ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na leo nitakushangaza kabisa maana na leo yapo mapya ambayo Bwana ametuandalia siku ya leo. Hebu sasa tuende tuone hii sura ya 4 ni mwendelezo wa uvukaji wa mto Yordani. Tayari wale makuhani wamebeba sanduku la agano, na walipokanyaga tu pale mto uliyekuwa umefurika, bila shaka maji yaliyokuwa yanatoka upande wa juu yakatengeneza kichuguu, lakini upande wa chini yakatindika na pakaonekana pakavu. Na wale makuhani, Yoshua akaambiwa na Mungu ya kuwa awaambie wasitoke. Wamesimama wamebeba nini? Sanduku la agano. Hawakuwa watu 100, hawakuwa watu 1000 waliokuwa wanavuka, walikuwa watu zaidi ya milioni 3 wanayevuka. Hebu pata umebeba sanduku la agano umesimama. Inaonyesha jinsi gani hata wale makuhani walijitoa kweli, maana walikuwa wamebeba wamesimama. Watu hao wakavuka wakaisha. Na baada ya kuvuka, Yoshua akasema kuwa watoe mawe ngapi? 12 watoe nje, alafu tena wachukue mawe 12, alafu watengeneze kichuguu pale mnara pale kwenye maji pale ambapo miguu ya wale makuhani walikuwa wamefanya nini? Wamesimamia. Utashangaa kuwa mpaka wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, mpaka wakati wa kubatizwa kwa Yesu, bado yale mawe yaliyowekwa na Yoshua miaka karibu zaidi ya 1000 na kitu, yale mawe bado yalikuwa yanaonekana pale katika ile mto Yordani. Nitakushangaza sana, lakini hebu twende sasa katika mwendelezo wa habari za kuvuka mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bila shaka ikawa hapo hilo taifa zima lilipokuwa limekwisha vuka Yordani, ndipo Bwana akanena na Yoshua akamwambia, watu waume 12 katika hao watu wa kila kabila mtu mmoja, kisha uamrishe kusema, twaeni mawe 12 mara, mwende nayo mawe hayo mtayaweke huko kambini, hapo mtakapolala usiku. Basi Yoshua akawaita hao watu 12. Umeona sasa? Tayari sura ya 3 tuliona jana ya kuwa watu wale wanavuka, wale makuhani wamebeba sanduku la agano. Sanduku la agano ilikuwa inabebwaje? La agano ilipochukuliwa na ikakwenda kule Filisti, kule katika hekalu la Dagoni, na walipoamrisha irudi, bila shaka kilichotokea ni nini? Waliiweka kwenye gari iliyokuwa inavutwa na ng'ombe. Lakini kumbuka, Daudi naye alipokuwa anapandisha sanduku la agano akitoa kwenye nyumba ya Abinadab, alipandisha kwenye gari. Lakini sasa palipotokea mtikisiko, pale ndio Usa akajaribu kusaidia ile sanduku la agano, na pale akapigwa na Bwana. Lakini Daudi akaogopa na akaamrisha sanduku ile la agano ipelekwe kwenye nyumba ya Obed-Edom. Na ilipokaa pale miezi 3, nyumba ya Obed-Edom ilibarikiwa sana. Daudi akaona wivu, lakini akawa amegundua ya kuwa sanduku la agano litakuwa ibebwe kwenye gari ikivutwa na wanyama, bali sanduku la agano litakuwa ibebwe na makuhani ama Walawi, wale wa ukoo wa kabila la Kohathi. Umeona sasa? So watu wa Mungu tunaona ya kuwa sasa wameshavuka, lakini Mungu anamwambia Joshua ya kuwa achague katika makabila 12 watu 12. Tunaposema makabila 12 hapo, bila shaka tunataja yale makabila yaliyofanya nini? Makabila yaliyotengeneza taifa la Israeli, ambao ni kabila ya Rubeni, kabila ya Simeoni, kabila ya Yuda, Isakari, Zabuloni, kabila la Dani, Naftali, Asheri, Gadi, Benjamini, alafu unakuja kwa Manase pamoja na Efraim, wakitengeneza makabila 12, lakini ikiwa ni watoto wa Yakobo 10 na wajukuu 2. Unaposema taifa la Israeli, unasema watoto 10 wa Yakobo na wajukuu 2. So uwe makini sana katika eneo hilo. Kuna wakati mwingine ambao watu wengi sana hapo huwa inawachanganya, lakini isikuchanganye. Lakini unaona sasa wanaambiwa kuwa waende karibu na pale ambapo nyaya za makuhani wamekanyaga, wamebeba sanduku la agano, watoe mawe 12, lakini mawe hayo
wapeleke mahali ambapo watafanya nini? Watalala. Walilala wapi watu hao? Walipotoka pale walinyoka wakaenda maili 6.5, lakini ikiwa ni mashariki ya mji wa Yeriko, lakini ikiwa imetengwa na maili 2.5. Maili 2.5 katika mashariki ya Yeriko, lakini kutoka Yordani walikwenda maili 6.5. Lakini wakafika wapi? Wanafika katika mji unaoitwa Gilgal. Nasema ya kuwa tuliona habari za Gilgal wakati wa wafalme, lakini leo uwe makini ili upate habari za Gilgal, maana niliwahi kufundisha habari za Yerusalemu, habari ya Yeriko juzi, na wacha nikwambie kuna vitu ambavyo ukivijua Biblia itaeleweka kwako kabisa. Utajua maana ya Gilgal, utajua kwa Gilgal ilikuja kuwa ni mji wa nini katika taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona hayo mawe wanayotoa 12 ya kwanza, hayo yamebebwa, ina maana yanakwenda wapi? Hayo yanakwenda kuwekwa pale Gilgal, ikitengenezwa nini? Ikitengenezwa kichuguu ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya ukumbusho, kwa ajili ya watoto wao wapate kuwafundisha na kuonyesha kuwa Mungu alivyokuwa mbele yao, hata mtu aliyekuwa umefurika ulifanya nini? Uliwapisha njia. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tukiona ya kuwa Mungu akiamrisha mto Yordani iliyezuia njia yako na ikapata kupenya, ikapata kukupisha. Sijui kama bado umeshavuka ama ulirudi tena huko ng'ambo. Kuna wengine ambao kivuka wanarudi kule ng'ambo. Hebu sasa twende kwa jina la Yesu. Mimi nilivuka rafiki yangu. Mimi nilishapita. Aliyokuwa amewaweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli kila kabila mtu mmoja. Naye Yoshua akawaambia, haya, Mwiteni ninyi mtangulie mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu, mwende pale katikati ya Yordani, mkatwae kila mtu wenu jiwe moja begani mwake, kwa kadri ya hesabu ya kabila ya wana wa Israeli, ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu hapo watoto wenu watakapowauliza ninyi katika siku zijazo. Umeona sasa? Ipigie mstari. Sababu gani wale watu wakaambiwa kila moja abebe mawe, abebe kwenye bega toke nayo? Itakuwa ni ishara kwa watoto wao ya kuwa Bwana aliwapitisha katika sehemu palipokavu pale katika mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Akisema, ni nini maana yake mawe haya? Ndipo mtakapoambia, ni kwa sababu maji ya Yordani yalitindika mbele ya sanduku la agano la Bwana hapo lilipovuka Yordani. Hayo maji ya Yordani yalitindika, na mawe haya yatakuwa ni ukumbusho kwa wana wa Israeli milele. Basi wana wa Israeli walifanya vile vile kama Yoshua alivyomwamuru, nao wakatoa mawe 12 pale katikati ya Yordani, kama Bwana alivyomwambia Yoshua, sawasawa na hesabu ya kabila ya wana wa Israeli. Wakayachukua wakavuka nayo hata mahali pale walipolala, nao wakayaweka nchi huko. Kisha Yoshua akapanga mawe 12 katikati ya Yordani, mahali pale miguu ya hao makuhani waliolichukua hilo sanduku la agano iliposimama, nayo yako pale pale hata hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye kosa useme ya kuwa wale tena 12 eti ndio walioenda kukusanya mawe na kuweka pale kichuguu pale waliposimama makuhani. Umeona wale walipobeba yale mawe, wao wakiongoza mbele mpaka mahali walipoenda kulala, walienda wakalala Gilgal. Lakini wakati wametoa yale mawe, Yoshua kaenda pale akakusanya mawe, yeye sasa akitengeneza kichuguu pale, ambao mawe hayo mpaka kipindi cha Yesu yalikuwepo. Na kwa taarifa yako, nilisema jana kwa udogo tu ya kuwa Yesu alibatizwa pale ambapo wana wa Israeli walifanya nini? Walivuka. Nitakwambia jina la eneo hilo linaitwaje, alafu na maana yake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kwa kuwa makuhani waliolichukua hilo sanduku walisimama katikati ya Yordani, hata mambo yote Bwana aliyomwamuru Yoshua awaambie hao watu yakaisha, sawasawa na hayo Musa aliyokuwa
amemwamuru Yoshua. Kisha hao watu wakafanya haraka wakavuka. Ikawa watu wote walipokuwa wamekwisha vuka kabisa, hilo sanduku la Bwana likavuka na hao makuhani mbele ya macho yao. Hao watu hawana Rubeni na hao Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakavuka hali kuvaa silaha mbele ya wana wa Israeli kama Musa alivyowaambia. Umeona sasa, Joshua afanye chochote nje ya yale aliyeagiza Musa. Lakini umeona, tuliona kwenye sura ya kwanza Mungu akimwambia Joshua ya kuwa uyashike na kuyatenda yale uliyeagizwa na baba yako Musa. Umeona sasa, lakini cha ajabu ya kuwa walipokuwa wanakuja wakielekea mto Yordani, sanduku la agano ilikuwa imewatangulia dhiraa 2000 ambayo ni kama kilomita 1 ama maili 1 ama mita 1000. Lakini sasa baada ya wao kuvuka tayari na wale wameshatoa mawe yale 12 na Yoshua ameshaweka mawe 12, ameshayapanga akatengeneza kichuguu kiasi kwamba ilikuwa imejitokeza mpaka nje. Maji yakipita yanaonekana kichuguu ya mawe aliyepanga, maana alipanga mawe makubwa makubwa ambayo hata maji ya kijaji yasingeweza kufanya nini, kuyaondoa. Umeona sasa, tayari walipomaliza sasa ile sanduku la agano ikapita, wakishuhudia sasa, wakaona sasa ukuu wa Mungu jinsi ilivyotangulia na mto ukaipisha ikiondoka sasa pale ikienda sasa, wakaruhusiwa sasa waione sasa inapopita katikati yao, alafu ikarudi katika ule mfumo ule ulikuwa ya kuwa pana makabila matatu yalikuwa yanatangulia mbele, alafu sanduku la agano ilikuwa inabebwa katikati, alafu nyuma palikuwa na makabila mengine. Ndio maana Bwana alikuwa na keti katikati ya watu wake. Hata katika kuwekwa kambi, makabila matatu yalikuwa upande wa mashariki, matatu upande wa magharibi, matatu upande wa kusini, matatu upande wa kaskazini, ikiwakilisha Bwana kuwepo katikati. Lakini sasa hivi Bwana anaketi katikati ya watu wake. Sema Bwana anaketi katikati yangu. Kweli katikati yako? Ndani yangu. Anakati ndani yako? Ndani yangu. Sema Bwana anaketi ndani yangu. Ndio maana imeandikwa kuwa Bwana anaketi ndani yako. Lakini sasa tuliona ya kuwa hivyo ndivyo alivyokuwa na safiri. Lakini kumbuka ya kuwa kuelekea katika mto Yordani ilibidi Bwana aende mbele yao, ili Bwana aende akafanye nini, akaitishe maji yagawanyike. Maana hayo yalikuwa ni miujiza. Maana tunaona Yoshua anasema kwenye sura ya 2, Mungu ni anasema kwanza ya kuwa leo hii nitaanza kukutukuza mbele ya watu hawa kama nilivyomtukuza Musa mbele ya watu hawa. Na ilikuwa ni juu ya nini? Mungu akasema kuwa mto Yordani itatindika, itawapisha. Umeona sasa, kumbe Mungu alifanya hivyo ili watu wale waanze kumtukuza Musa. Nasema hivi, neno la Mungu anayetenda kupitia wewe imetosha kabisa Mungu kukutukuza. Umeona, tutakiwi sisi tujitukuze, bali natakiwa Bwana tutukuze. Ndio maana Yesu akasema hivi ya kuwa ajishushaye atafanywaje? Atakwezwa. Ajikwezea atafanywaje? So sio kazi yako wewe kujikweza na kujitukuza, ni Bwana anayetakiwa akutukuze, akukweze. Mimi anayenikweza nani? Ni Bwana. Lakini sikubali kupokea sifa yote utakayenipa kwa mchungaji. Na kushukuru sana umeniambia nimependa. Nasema kabisa jina la Bwana lifanye nini? Libarikiwe, maana na yaweza yote katika yeye afanye nini? Anitiaye nguvu. Maana mimi ni chombo, na chombo sio muhimu kuliko mwenye chombo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona sasa, kumbe jambo la kutumiwa na Mungu, kumbe ni njia ya Mungu kufanya nini? Mungu kututukuza. Bwana Mungu akutukuze mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuinue mwaka huu kwa jina la Yesu. Waliyekuwa na kudharau wote waje kwako na upe chakula wale washibe kwa jina la Yesu. Wote waliyekuwa na kudharau waje na chini ya dari yako wapate usingizi mzuri kama watoto wachanga kwa jina la Yesu. Wote waliyekuwa wanajificha wakijua na kwenda kuwaomba wajionyeshe kwako, wakiwa wao ndio wakitafuta msaada kutoka kwako kwa jina la Yesu. Amen. Utawapa. Wewe kama kazi. Wewe mbona zamani haikuwa kama kazi? Leo hii itakuwa kama kazi. Basi iwe kama kazi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Walipata kama watu 40,000 hesabu yao.
wenye kuvaa silaha tayari kwa vita, waliovuka mbele ya Bwana waende vitani hata nchi tambarare za Yeriko. Siku ile Bwana alimtukuza Yoshua. Hebu pata picha. Siku hiyo Bwana alimtukuza Musa. Neno hilo tuliona pale katika Kutoka sura ya 19. Mungu akisema, ambia watu hawa wajitakaze, maana siku ya tatu uwalete chini ya mlima, nami nitakutukuza mbele yao, ili wajue kabisa yeye ni mtumishi wa Mungu. Jinsi Mungu alivyomtukuza Musa mbele ya wana wa Israeli, Mungu anamtukuza Joshua mbele ya wana wa Israeli kizazi kipya. Na Mungu akutukuze katika taifa letu la Tanzania kwa jina la Yesu. Mungu akutukuze kwenye Afrika Mashariki kwa jina la Yesu. Mungu akutukuze taifani kwa jina la Yesu. Popote ukanyagapo uitwe mbarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Nao wakamcha kama alivyokuwa akimcha Musa siku zote za maisha. Wakamcha kama alivyokuwa na mcha Musa, ina maana wakamheshimu Yoshua. Umeona sasa, tuliona kwenye ile sura ya kwanza wakimwambia Yoshua kuwa kila utakachotuambia tutafanya, na mtu ambaye hatafanya atauawa. Lakini kama wewe Bwana yuko pamoja nawe, usidhani kama wataona umuhimu wako kama Mungu yuko pamoja nawe. Kama neno la Mungu kwanza itangulie ndani yako, neno likae ndani yako kwa wingi, neno hilo likufinyange, neno likunyoshe, uishi maisha matakatifu. Hapo ndipo watu hao wataona umuhimu wako, na Bwana atakutukuza mbele yao kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Kisha Bwana akanena na Yoshua akamwambia. Lugha ya Kiebrania ambayo ni Yoshua, Bwana anakuja kumtukuza Yesu wakati anabatizwa. Sauti inatoka juu inasemaje? Huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Fanyeni nini? Sikilizeni. Bila shaka Bwana akaja sasa kuitimiliza. Umeona kile kutukuzwa kwa Joshua katika ile miujiza, Bwana sasa ilikuwa ni kivuli cha Mungu kuja kumtukuza Yesu mbele ya mataifa. Na ni wapi? Ni pale pale. Hiyo ujue kabisa ndiyo kiunganishi, ndiyo kuunganisha Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Muona sasa, lakini sasa ingejulikanaje kama yale mawe yasingewekwa pale kama ukumbusho? Ndio maana yale mawe yaliwekwa, mawe makubwa makubwa. Mawe inaweza kamaliza hata miaka 1000 isifanye nini, ikiwa vile vile rangi tu inabadilika vile vile. Wanavuka miaka karibu 1400 Kristo hajazaliwa. Wanavuka mwaka wa 1406 kuelekea na 5. Yesu anakuja kuzaliwa wapi? Baada ya miaka 1400, lakini bado eneo lile linabakia bado ikijulikana, na hata jina lake ilikuwa imepewa jina la kuvuka, ambao nakwenda kukuambia maana yake. Jina la kuvuka ilipewa tangu siku hiyo walipovuka, na hapo ndipo alipobatizwa Yesu. Hiyo ndiyo siri kubwa iliyopo kwenye kuunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Na tutakapoanza kuomba, bila shaka bado hii ni akapela, tutakapoanza kuomba na Biblia watanyosha miguu, watu hao watamtukuza Bwana. Bwana atajitukuza kweli kweli, kwa sababu dunia inatafuta suluhisho, dunia inatafuta vitu vipya. Maana dunia imejaa nini? Mrejeo kila mahali. Wachungaji ni mrejeo, mabishop ni mrejeo, washirika ni mrejeo, watoto wa shetani ni mrejeo. Lakini dunia inatafuta vitu vipya. Vitu vipya vinatoka wapi? Unapokwenda mbele za Mungu na kusoma ile sehemu ambayo unajua Mungu anakupa ufunuo wa wakati huo wa maana ya sehemu hilo unayojua. Ndio maana Biblia kila siku ni mpya. Ni kitabu cha umri mkubwa kuliko karibu vitabu vyote, lakini ni kitabu ambacho kinaendana na wakati. Ina maana haijapitwa na wakati. Ukisoma leo inaendana na wakati. Waliyesoma miaka 30 iliyopita iliendana na wakati wao. Watakayesoma miaka mingi ijayo inaendana nao. Maana nini? Mungu anafunua neno hilo kwa wakati husika. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Wakakwea kutoka wapi? Siku ya ngapi? 10 ya mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ilikuwa inaitwaje? Nilisema majina mawili. Ama unaweza ukasema mwezi gani ama mwezi gani? Mwezi Abibu, sawa. Mwezi gani nyingine? Mwezi Nisan, sawa.
Umeona, Habibu, mwezi Abibu ni mwezi wa kwanza wa mwaka, ambayo ni lugha ya Kiebrania. Lakini ukisema Nishan ni mwezi wa kwanza, lakini katika lugha ya Kikaldayo. Watu hao walikaa kule utumwani Kaldayo ama Babeli miaka 70, ndio maana wakawa wanatumia jina la Kikaldayo ambayo ni Nisan. Ukiona Nisan Nisan ama ukiona Abib Abib Abib, isikupe shida. Abib na Nishan ina maana moja, ni sawa sana Yoshua na Yesu ni jina yenye maana moja. Umeona, Yoshua ikiwa ni neno la Kiebrania, Yesu ikiwa ni neno la Kiunani. Bwana Yesu asifiwe. Nani yuko pamoja nami? Hebu sema amina kubwa. Amen. Hebu twende. Wakapiga kambi Gilgali katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Na yale mawe 12 walioyatoa katikati ya Yordani, Yoshua akayasimamisha Gilgali. Umeona sasa? Gilgal ilikuwa ni mashariki ya Yeriko. Nimekuambia ya kuwa kutoka Yeriko kwenda Gilgal ilikuwa ni maili 2.5, lakini kutoka mto Yordani kwenda mpaka pale Gilgal ilikuwa ni maili 6.5. Ina maana walipotoka pale wakanyoka na wakaenda wakaweka kambi Gilgal, na Gilgal ikawa ni sehemu muhimu kwa sababu ilikuwa ndio makao makuu ya kwanza ya taifa la Israeli katika nchi ya ahadi. Maana katika miaka yote ya utekaji na ugawaji wa nchi ya ahadi ama Kanani, Gilgali ilikuwa ndiyo makao makuu ya utawala mpaka katika Yoshua sura 18 ilipokuja kuchaguliwa Shilo. Ina maana ikatoka Gilgal ikaenda Shilo. Anajua kabisa habari za Shilo nayo, si ndio? Shilo Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, Shilo maana yake nini? Gilgal maana yake nini? Hatuwezi tukasema tu mlima Horeb baada ya kujua maana ya Horeb nini. Mlima Golgotha maana yake nini? Niliwahi kufundisha mlima Golgotha maana yake ni nani alikuwepo? Mlima wa fuvu, sawa kabisa. Kwa sababu gani mlima wa fuvu? Watu walikuwa wanasulubishwa pale, na kwa sababu walipokuwa wanasulubishwa pale, mtu aliyekufa alikuwa ni najisi. Hakuna aliyekuwa na diriki kudhubutu kuwa najisi, so walikuwa wanaachwa pale, ndege wanakula kila kitu, hatimaye anabaki mafuvu pale, ikapewa jina la mlima wa fuvu. Lakini Kristo alipokufa, bila shaka akajitokezea nani? Akajitokezea Yusufu wa Arimatea, ambao kwa Kiunani ni nani? Yusufu wa Arimatea, ambaye nani aliyemziga Kristo? Kwenye kaburi lake. Unasahau? Hebu twende kwa jina la Yesu. Nisikupeleke huko. Tutakwenda huko. Akawaambia wana wa Israeli akasema, watoto wenu watakapowauliza baba zao katika kizazi kijacho, wakisema mawe haya maana yake nini, ndipo mtakapowaarifu watoto wenu kusema, Israeli walivuka mto huu wa Yordani kwa njia ya nchi kavu, sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Umeona sasa? Anayeongea hapo ni Joshua. Umeona sasa? Anaongea ya kuwa jinsi Bwana alivyokausha bahari ya Shamu mbele yao. Maana ya kuwa Joshua alikuwepo miaka 40 iliyopita, na katika waliokuwepo ni wawili wamebaki sasa, ambao ni Joshua na Caleb. Lakini umeona sasa, Joshua sasa amepata ujasiri, maana kama ni Bwana sasa, umejua Bwana alichagua kuongea na Joshua kupitia Urim na Thumim, kupitia kuhani mkuu. Lakini Joshua, Mungu alivyoona Joshua yuko kwenye nyayo za Musa kabisa, anatenda inavyotakiwa, Bwana aliamua kusema na Joshua moja kwa moja. Hakuwa nafasi tena kwenda kwa Eleazari tena. Ingeandikwa
Bwana akaamua moja kwa moja. Unaweza ukampendeza Bwana mpaka akaamua sasa akupigisha hatua. Joshua akatenda kwa ubora, akafiti kabisa katika viatu vile vya Musa. Moja kwa moja Bwana akaanza kusema naye, na ndio maana Bwana akaamua sasa yale aliyofanywa Musa, jinsi Mungu alivyoamua kumtukuza Musa mbele ya wana wa Israeli. Mungu anaamua kumtukuza Joshua kwa sababu Joshua alifundishika chini ya Musa. Shida ya watu wengi ni wao ni Joshua, lakini je, Musa wako amekaa vizuri ama amekaa vibaya? Musa wako akikaa vizuri, basi wewe atakufundisha njia nzuri ya kuwa na ushirika mzuri na Mungu. Lakini Musa wako kama na mawenge, bila shaka wewe nao utakuwa na nini? Utakuwa na mawenge. Musa wako kama akiona pesa udenda inamtoka, na wao ukiona pesa udenda utafanya nini? Utakutoka. Lakini kaa chini ya Musa anayemjua. Umeona, mimi nimependa sana kile ambacho wale wa Israeli walichosema. Walipomwambia Joshua, kwa vizuri, tutakufuata kama tulivyomfuata Musa. Kila tutakachotuambia tutafanya, na atakayekwenda kinyume na tutakachokisema atauawa. Lakini Bwana na awe nawe kama alivyokuwa na Musa. Pasipo Bwana kuwa na yeye, ina maana bila shaka wasingeweza kuyatii yale ambayo angesema. Je, unayempata Bwana yuko pamoja naye? Je, anayekufuata wewe Bwana yuko pamoja nawe? Hakikisha Bwana yuko pamoja nawe. Hakikisha Bwana anaonekana kwako. Je, kwenye tabia yako Bwana anaonekana? Je, kwenye ongea yako Bwana anaonekana? Je, kwenye nyendo zako Bwana anaonekana? Je, kwenye maisha yako Bwana anaonekana? Ama ukiwa kanisani umevaa ngozi ya kondoo, ukiwa nje wewe ni simba mtindo mmoja? Kuna watu ambao wakiwa makanisani wapole, hata ukimkanyaga mguu anacheka, lakini mkanyage mguu kwenye daladala uone, utaona ameshaanza kupanga zile za kihuha. Unasema wewe si unaokoka dada, mbona tena unatuonyesha rangi zako? Wokovu ni kila mahali. Ukiwa kwenye daladala, ukiwa kwenye biashara, ofisini kwako pale, zile mambo ya ombea wa mama tuachane nayo. Zile mambo ya ombea na kusengenya kwenye biashara tuache. Na kule kazini unaona, umesikia, achana nayo. Tangaza wokovu wako kule kazini kwako, nyumbani kwako, kwenye biashara yako. Je, wateja wako wanamuona Bwana kwako? Je, wanaona Bwana kwenye biashara zako? Saa nyingine Mungu anataka kutumia kupitia bidhaa zako. Unaziombea bidhaa zako, unataja vitabu kwenye bidhaa zako. Je, mtu amenunua sukari? Je, sukari hiyo inabariki maisha yake? Amenunua nyanya, je, amekuja kwenye ofisi yako pale, je, anaona baraka zake? Ama kija kwako akikupa fedha, ndio fedha inapotea kwenye mkono wake? Wewe ni baraka. Fedha inatoka kwenye mkono wako, watu wanaipa. Kuna mtu mwingine watu hataki fedha zake, asema bwana, fedha zake bwana zina gundu bwana, fedha zake akichanganya na kwako bwana zinatoweka. Watu wanakuongeleaje? Wanakusemaje? Fedha zako zina macho. Wengine na fedha ambayo ina macho, inatazama huku na huku ili kwapue. Je, kinachotoka kwenye mkono wako ni baraka? Ongea yako, vaa yako, tembea yako, muonekano wako, sura yako, tabasamu yako. Mwingine akipiga tabasamu unakimbia. Anacheka, anatisha. Umesitazama kwenye kio? Yes. Piga tabasamu kwenye kio kwanza, ujiangalie. Usio unajitishi, ukiona kabisa wewe mwenyewe unatishika, badilisha. Kuna wakati mwingine wewe ukipiga tabasamu anakuona pale. Usione watoto wadogo wale wanalialia na mtoto. Kuna mtu mwingine mtoto akimuona anamuona kwenye. Watoto wadogo sana macho ya kuona rohoni. Wanakuonaje? Bwana akutukuze kwa kukuvisha sura yake kwa jina la Yesu. Amen. Bwana atukuze muonekano wako kwa jina lake. Amen. Bwana atukuze appearance yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana itukuze tabasamu yako. Ukipiga tabasamu, yes, iwe tabasamu kweli. Isiwe tabasamu inayetisha watu kwa jina la Yesu. Amen. Umemaliza? Nataka nikuonyeshe mambo machache kabla sijamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema ya kuwa tofauti yetu ni moja na watu wengine, na hii ndio iliyokuwepo katika
taifa lile moja ya Israeli. Sheria zao zilikuwa zimefarakanika na mataifa mengine. Sisi maana ya neno la Mungu tunalipata wapi? Tunalipata kwenye Biblia. Tumeona neno ambayo inaitwa Gilgal. Neno Gilgal, hebu tuitafute wapi? Tuitafute kwenye Biblia, si ndio? Tusitoe hewani. Tuitafute kwenye Biblia tuone maana ya Gilgal. Hebu soma Yoshua 5 mstari wa 9. Soma Yoshua 5 mstari. Ndio maana nakwambia matatizo yote yapo kwenye Biblia. Majibu unayotafuta yapo kwenye Biblia. The Bible has all the answers which you are looking for and all the solutions. Go back to the Bible. It has everything that you are in need of. Just take your time and go through the Bible, meditating it, reading it and rereading it again. Hebu soma sasa, tuone sasa. Mimi muone sasa ninachokufundisha nini. Kila eneo kwenye Biblia maana yake natoka kwenye Biblia. Ni kweli Roho Mtakatifu anaongoza, lakini aniongoze nipate maana kwenye Biblia. Maana nikitoa nje, basi kinachofanyika ni nini? Yawezekana nikaleta aliyo kwa Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma. Kwa wana wa Israeli walitembea muda wa miaka 40 barani, hata hilo taifa zima, yani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia, sababu hawakuisikiza sauti ya Bwana. Na hao Bwana aliyowaapia ya kwamba Yoshua 5:10, Yoshua 5:9. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiridhisha hiyo aibu ya Misri. Amefanya nini? Aibu ya wapi? Hebu endelea. Niondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Umeona sasa, maana yake ni Bwana ameiviringisha aibu ya Misri ili toke kwao. Haleluya. Maana ya neno Gilgal Kiebrania ni kuiviringisha ama mzunguko. Roll or rolling and circle. Umeona sasa? So umeona, ndio maana Biblia unaweza kuelewa pale, lakini umeona pale, umeona maana yake. Pale anaeleza maana yake, alafu inawekwa kwa lugha ya Kiebrania. So maana ya Gilgal ni Bwana akaiviringisha. Umeona, ina maana sasa watu wamekanyaga nchi ya ahadi sasa rasmi, na hapo inakuwa ni makao yao makuu. Wakiendelea kuteka nchi hiyo, ni hapo ndipo wanakwenda kutairiwa waliozaliwa pale jangwani, wakiingizwa kwenye agano ile la Ibrahimu. Alafu hapo tumeona kuwa sasa hapo wanaivuka siku ya 10 ya mwezi wa kwanza. Siku ya 10 ya mwezi wa kwanza tuliona kwenye kitabu gani? Tuliona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 11 mwishoni na 12 ya kuwa siku ya 10 mwezi wa kwanza walikuwa wanamchagua nani yule? Walikuwa wanamchagua nani yule? Wewe. Walikuwa wanamchagua mwanakondoo wa Pasaka siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, ili akae mpaka siku ya 14 akikaguliwa. Nilifundisha hapa akikaguliwa. Ndio maana niliunganisha kuwa na Yesu naye kama mwanakondoo wa Pasaka. Ndio maana aliingia wapi? Aliingia Yerusalemu na akakaa katika ule mji kuanzia siku alipoingia, wiki ile yote mpaka nakamatwa siku ya Alhamisi, akijaribiwa apate kuonekana na dhambi siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Nitakuonyesha kwa kukufundisha utakapofika kule, uone kabisa kuwa jinsi ambao yule mwanakondoo wa Pasaka alitakiwa asiwe na hila. Ndio maana alikuwa anachaguliwa siku ya 10, ili hizi siku 4 kama angekuwa na hila, basi apate kuonekana ya kuwa na hila. Maana ilitakiwa huyu mwanakondoo wa Pasaka awe mkamilifu, asiyokuwa na hila. Maana ilikuwa ni picha na taswira ya Yesu Kristo. Yesu Kristo pamoja na kukaa hapa duniani miaka 33 na nusu, lakini hakutenda dhambi, alitoka clean sheet. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu,
Kujua Biblia ni hatua kwa hatua. Knowing the word of God, it is a long process which starts step by step, one step after the other, up to reaching the final stage. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema hivi, umeona sasa, hiyo siku sasa wanapovuka tayari wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kumchagua mwana kondoo wa Pasaka. Alafu siku ya 14 ambao ni kwenye sura ya 5, kesho tutaona kabisa watu hao tayari katika maandalizi hayo. Lakini nasema hivyo, watu wa Mungu, pata picha kwa Yoshua alikuwa ni Bwana aokoaye kwenye Agano la Kale. Yesu ni Bwana aokoaye kwenye Agano Jipya. So bila shaka Yoshua anakuvusha watu wa kuingiza katika nchi ya ahadi, ama nchi walioapiwa baba zao, ni sawasawa na Yesu kukutoa katika dhambi kule, kukutoa katika utumwa, maana wewe ulikuwa ni mtumwa wa dhambi, akikuleta kuwa ni mtumwa wa haki, akikuleta katika pendo la Baba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeona maana ya Gilgal. Gilgal ikawa ni mji maalum ya Israeli. Samueli alitembelea Gilgal kila mwaka, akifanya nini? Katika yale miji minne aliyokuwa anatembelea kila mwaka, Gilgal ilikuwa ni moja kati yao. Na hebu napata kwenye Samueli wa kwanza, hebu soma Samueli wa kwanza sura 7 mstari wa 10 mpaka 12. Lakini pia kwa wakati wako uje usome Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa kwanza na Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 38, kuona Samueli alipokuwa anazungukia miji ile minne, lakini mji wa kwanza ikiwa ni Gilgal. Ina maana Gilgal pamoja na makao makuu ilikuja kwenda Shilo, hatimaye baadaye kaja ikatoka na ikaenda Yerusalemu, na bila shaka kuenda katika sehemu kama Dani, mji kama Dani na mji kama Betheli kule, baada ya taifa la Israeli kugawanyika mara mbili, upande wa kaskazini na kusini. Lakini bado Gilgal ilibakia kuwa ni mji muhimu. Maana unakumbuka habari za Suleimani kwenda na usiku akiota ndoto. Nani anakumbuka? Akaota ndoto ya kuwa Bwana anamwambia kwa chagua unachotaka. Akasema kuwa Bwana ampe nini? Moyo wa adili, jinsi ya kuingia na kutoka mbele ya watu wake. Alikuwa ameenda katika mji wa Gilgal. Bwana Yesu asifiwe. So hebu soma hapo Samueli wa kwanza sura 7 mstari wa 10 mpaka 12. Hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakarejea ili kupigana na Israeli. Lakini Bwana akapiga ngurumo mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kusimamisha kati ya Mispa na Shemu, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Alikuwa wapi? Alikuwa Gilgal. Umeona, akiomba Wafilisti walipokuwa wanavamia, yani radi ikapiga na wale wakasambaratika, nyara tu iliokotwa siku 3, mji wa Gilgal. Lakini pia ilikuwa ni mji maalum kwa ajili ya kutolewa sadaka kwa ajili ya taifa la Israeli. Hebu soma Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 8 Pafra. Lakini kwa wakati wako utasoma Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8 na Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 12. Utapata habari za mji uliokuwa ni mji maalum kwa ajili ya kutolewa sadaka kwa ajili ya taifa la Israeli. Hata pale ambapo alisimikwa mfalme wa kwanza wa Israeli Sauli, ilikuwa ni pale Gilgal. Nawe utateremka mbele yangu mpaka Gilgali, nami angalia nitakuteremkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani siku 7. Utangoja hata nitakapokuja na kuonyesha atakayopasa kuyafanya. Bila shaka mahali Mungu alimchagua nani? Aliyemchagua Sauli ilikuwa Gilgal. Mahali Mungu alimkataa Sauli, ambao ni Samueli wa kwanza sura ya 15, ni Gilgal. Mahali
Wakati ambao wana wa Israeli walitoka Misri ilikuwa ni wakati wa Pasaka. Wakati wa Israeli wanaingia Kanaani ni wakati wa Pasaka. So Mungu hutenda kazi na nyakati na majira. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alibatizwa katika eneo ambao Waisraeli walivuka. Eneo hilo wakati, yani kuanzia kipindi walipovuka mpaka wakati wa Yesu, iliitwa Betabara. Betabara, sema Betabara. Betabara. B E T H A B A R A, Betabara. Betabara, neno la Kiebrania yenye maana gani? Neno la Kiebrania yenye maana nyumba ya kuvuka, the house of passage. The house of passage, nyumba ya kuvuka. Ina maana pale pale walipovuka wana wa Israeli, tuliona pale katika hii sura ya 4 ya kuwa baada ya wale watu 12 kutoa mawe katikati ya mto Yordani, tayari Yoshua akakusanya mawe, akatengeneza kichuguu pale kama ukumbusho pale pale makwani walipoweka miguu yao. So walipotoka, ina maana yale mawe yakabaki. Hata walipotoa miguu yao katika eneo la mto Yordani, maji yaliporudi, maji yakawa yanapita, lakini eneo ile ikabakia ikiitwa nyumba ya kuvuka, Betabara. Na hapo hapo ndipo Yohana alikuwa anabatiza watu. Sasa umeona sasa muunganiko huo. Yoshua akavusha watu kuingia Kanaani kupitia hapo, na Yesu anabatizwa hapo. Yesu hakuwa na dhambi, lakini kumbuka, Yohana alikuwa anahamisha ukwani kutoka kwenye ukwani wa Kiaruni kuingia kwenye ukwani wa Kimelkizedek, lakini akimkabidhi Yesu. Maana kukabidhi ukwani ilikuwa ni lazima mtu aoge, baada ya kuoga apakwe mafuta. Ndio maana alipozamishwa ndani Yesu, alipotoka pale, basi Roho Mtakatifu akashuka katika bega lake katika mfumo wa njiwa, na Bwana kama alivyomtukuza Yoshua miaka 1405, Mungu anamtukuza Yesu akusema kuwa huyu ni mwanangu nimpendaye, msikilizeni. Mungu akimdhihirisha Kristo. Lakini watu wa Mungu wamepata picha sasa. Yoshua na Yesu majina yanafanana. Yoshua anavusha watu anaingiza Kanaani. Yesu anatuvusha, anatuingiza kwenye pendo la Baba Mungu. Yesu anatuingiza kwenye uzima wa milele. Umeona sasa? Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, Yoshua alikuwa ni picha ya Yesu. Safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuenda Kanaani ilikuwa ni picha ama mfano ya safari ya mtu inapoanzia pale alipookoka kuelekea kimwili ni kwenye mafanikio yake, lakini kiroho ni katika ule mji wa uzima. Nione ukipunga hivi kama unanipata vizuri, na kama unanielewa vizuri, punga hivi ukisema haleluya, haleluya, haleluya. Sasa nikuonyeshe mambo tena machache hapo. Yohana pale pale katika sura ya 3. Sura ya 3, hebu epafu nasoma sura ya 3. Mathayo sura ya 3 mstari wa 9. Uone sasa, Yohana alikuwa amesimama pale pale akianza kufundisha watu, tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Pale pale wale Mafarisayo wakatuma watu wao ya kuwa, hebu nendeni huyu mtu anayepiga kelele kule nyikani ama jangwani na anayebatiza watu kwenye mto Yordani, muulizeni ya kuwa yeye ndio Masihi. Umeona sasa, pale pale wakaanza kumuuliza. Hebu sikiliza maneno Yohana aliyesema. Maana Yohana alisema maneno hayo akiwa wapi? Akiwa pale pale Betabara, mahali ambapo wana wa Israeli walivyovuka. Lakini mawe yale akionekana, Yohana atawaambia kuwa katika yale mawe wasipokuwa makini, Mungu aweza kuinulia Ibrahimu nini? Watoto mawe. Lakini Yesu alikuja kusemaje? Watoto wangenyamaza, mawe angefanya nini? Hebu soma Epafra. Iko vizuri sana. Dunia ikae mkao, tunakwenda. Sema tunakuja. 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 Kaeni mkao pakula. Hebu soma
Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kuinulia Ibrahimu. Mawe gani? Alikuwa anaonyesha mawe yale aliyokuwepo pale katika mto Yordani, maana alikuwa anabatiza hapo, watu wamejaa. Ukiangalia ile filamu ya Yesu ile, muona pale wengine wanamwendea sema kuwa na tufanye nini sisi? Wanasema kuwa wale wanajeshi wakamwendea, akasema kuwa msichukue zaidi kwa mtu, kutoze kodi za hizo. Unaona sasa? So pale alikuwa anafundisha kabla hajabatiza, anawafundisha kwanza, wakielewa ndipo wanabatizwa. So pale alipokuwepo palikuwa na hicho kichuguu cha mawe. So anawaambia kwa mawe haya hapa. Hebu twende. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mtu usiozaa matunda mazuri na kutupwa motoni. Hebu tuone habari za Yesu alichosema juu ya mawe. Hebu soma Luka 10 mstari wa 40. Watoto wakinyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo Bwana anayekupa ya kuweza kuunganisha Biblia. Hiyo ndiyo tunakoelekea sasa. Tunakoelekea lazima kila mchungaji na bishop na mwalimu na nani yote aende katika hii. Ndio taswira, hii ndio ramani Mungu anaweka katika dunia, na sio tendea katika yeye atapotea. Najua wananisikiliza na wananiona, ama watanisikiliza wakiwa majumbani vyao usiku, lakini nasema habari ndio hii. Tutembee katika msingi huu, tuongoze watu tuwapeleke kwa Yesu. Ukifundisha alafu kuongoza watu kuwapeleka kwenye pesa, huwezi ukapata matokeo. Sema usemato. Lakini tujifunze kwenda na watu wote, tuongoze kuwapeleka kwa Yesu. Tuache kuongoza watu kuwapeleka mashimoni, kuwapeleka kwenye nini? Kwenye fedha na mali na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Wakiashika haya, wakayajua, itabadilisha maisha yao. Wataishi maisha matakatifu, na bila shaka watakuwa wameaminishwa kwenye ujio wa Yesu mara ngapi? Niona anayesema mimi najiandaa na ujio wa Yesu mara ya pili. Wewe. Unajiandaa kweli? Mbona ka uongo kadogo? Mbona ka hasira ndio siseme? Mbona ka jicho cha chini kama nyao? Acha mara moja, tunamsubiria Bwana. Ujue anarudi lini? Amina. Ukitaka uende ukamlaki, ishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Martha alikuwa akihangaika na utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie nisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Na Mariamu alichagua fungu lilo jema ambalo hataondolewa. Nikuulize, kwa nini nimeleta hiyo story? Martha, Mariamu na ndugu yao Lazaro walikuwa nakaa katika lile eneo ya Bethabara. Bwana Yesu asifiwe. So umeona sasa, tumejaribu kuiona kwenye Agano la Kale, tumeileta kwenye Agano Jipya. Sasa inatuhusuje? Of course wana wa Israeli walibatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sisi tunabatizwa ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Udhihirisho wake ni kusema kwa lugha iliyo mpya. Nasema hivi watu wa Mungu, kuna mtu anaweza akasema kwa Agano la Kale ilikuwa haijakamilika. Agano la Kale ilikuwa imekamilika kwa kiasi fulani. Umeona sasa, maana ilikamilishwa katika ramani iliyowekwa ili ije sasa nyumba ya kweli ijengwe juu yake. Umeona sasa, ninakwambia kuwa ubatizo ule waliobatizwa, ubatizo ule wa maji ilikuwa ni ile kuvuka bahari ya Shamu, lakini ubatizo wa Roho bila shaka ilikuwa ni pale katika mto Yordani. Na sisi tunayo ubatizo aina mbili, ubatizo wa maji. Ndio maana Yohana akasemaje, ninakubatiza kwa maji, lakini yupo mwingine anayekuja nyuma yangu aliye mkuu, ambaye sistahili kufanya nini? Kuvua hata kamba ya viatu vyake, naye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kumbe Kristo Yesu kabla hajakamilisha kazi alibatizwa kwa